au sio? Nimepigwa simu na mzee toka mapema tu kwamba saa 8 imeshalia hapa tuze tumwayo. Nilishakwambia hautakuwa salama. Mpaka siliu iseme kwa kila mmoja wako. La asha. Lazima nikumalize moja. Usimwali si mwanangu. Ngoja kwa wewe sikiliza. Wewe msini acha naye. Ngoja kwanza mtoto yule mwanangu. Sikiliza nago tuweze tumwone yule mzee. Bwana namchapa kwa mwanangu naye yule acha naye mwanangu. Utakusanya je? Nipe kwa simulizi yule. Mwanangu. Acha naye ondoke mwanangu. Nadili naye mwanangu yule mzee mwanangu. Poa basi. Acha yule mtoto bwana. Tuanze katika mitikasi yetu hapo baadaye jioni tukuje pale no. Sure au Bamtu. Amka basi tu naye. Vipi mbona hivyo? Sikiza nikwambie Bamtu. Yaani kuna kitu nimekifikiria kinaniumiza kichwa. Kitu gani hicho? Yaani ndio ninajua nitakwambia. Yaani naomba asubuhi ukikucha tu niende moja kwa moja kwa Feti. Tukazungumze kwanza kuhusu hili. Tena kwa Feti? Ndio. Yaani mke wangu wewe una matatizo gani rafiki yangu? Mbona hata kukucha vizuri rafiki yangu? Na unajua unanichanganya kweli. Unanichanganya kweli, umebadilika kabisa ya. Haki ya Mungu. Mimi nakwambia ukweli mke wangu, zamani ulikuwa wa moto kweli, lakini sasa hivi hata show zenyewe sipati, yani hata sielewi, yani hata vile vitu vyenyewe vile vitu vyako vile sivioni mke wangu, nisipende kwaje. Usijali Bamtu, mimi nikienda tu kule mara moja na wai chap kurudi. Uwezi amini. Unajua mimi ninavyokupenda. Haya bwana. Usijali. Wewe tuendelee kulala, lakini ukikucha asubuhi naenda kwa Feti. Yaani sichelewi, uwezi amini. Tenda giza hiyo. Dakika 2. Kiwango wewe bwana. Haya bwana. Basi usijali. Usife moyo mimi. Unajua mimi nakupenda lakini. Moyo utakwambia tunapendana wote. Shoga yangu vipi? Safi, karibu. Naona umejiandaa, umependeza, unaelekea wapi? Wewe acha tu ndugu yangu. Natoka nikapambane. Si unajua tena mambo ya rejesho. Najua. Mguu ni wa kwako. Subiri kidogo tuongee, tulidiscuss kwanza hili jambo na tunafanyaje. Kwanza nikuulize shoga yangu. Niambie. Ana alipomwita yule shoga yake kuja kukopa mali kwa mikoba mpaka sasa hivi hajaita marejesho. Hivi unafikiria kitu gani? Shoga yangu, nashindwa hata kulala huko ndani. Yaani kushinda kwangu kwenyewe naona shida. Yaani akili yangu yote haifanye kazi, na waza hela naipataje ili nipate rejesho. Ninachouliza zaidi shoga yangu, kinachoniwazisha yani usiku mzima sijalala. Nikasema kesho asubuhi namwaga mume wangu. Mguu kwa mguu naenda wapi? Kwa Feti. Tukalizungumza hili swala. Sababu hela ya kikoba inaumiza. Ujue mpaka sasa hivi wiki ya pili sisi tunapeleka marejesho, mtu haonekani, yeye na shoga yake hawaonekani. Umefanya vizuri shoga yangu. Maana mimi mwenyewe nilikuwa nawaza hivi lini mimi tutakutana tukae tuyajadili haya mambo. Shoga yangu, hivi kweli Mnonje? Hivi kweli kapotea? Au wamekula issue hawa? Shoga yangu hata sielewi. Nikifuta sura yako Mnonje, yaani mara mwisho tuseme sio muona. Yaani mara sio, yaani hata sielewi kupotea au sio tuseme ameelekea wapi. Lakini nikipita barabarani nikimwona mume wake walu akili yake haijakaa sawa, hata sielewi. Nashindwa ni isije kuwa ametuchezea mchezo Mnonje na Ana wamechukua hela wameenda kufanya mambo yao shoga yangu,
sisi tuzalilike. Sasa nikwambie kitu kimoja. Kuna kipindi nilikutana na mume wake Morris. Tukamwambia kuhusu nini? Hizo hela za marejesho, mtu yake kachukua. Tulimchamba mpaka tukasema kwamba tukija kwa mara ya pili tunakuja kubeba vitu vyote vya ndani. Sio nini? Mwanaume kaondoka. Ile kwa Mungu. Kuna kipindi chake kwa mimi na marafiki zangu tukakutana na mdogo wake, tukamuuliza tena hivyo, dadako yuko wapi sasa hivi hatumuoni? Mdogo wake mwenyewe anatia huruma. Anakwambia kila kukicha anamtafuta dada yake. Hajui alipoenda. Sasa shoga yangu hapa tunafanyaje? Cha kufanya, Jesse anajifanya yeye ndio kuwaleta mashoga zake kuja kukopa kwenye vikoba, tunamwamini yeye, tunampa hela. Sasa cha kufanya sisi hapa tutamfungia Kigoma. Yaani kwa kusema kweli mimi sikubali. Yaani nakwambia usiku nimelala na jadi nikasema mimi moja kwa moja hadi kwa Feti. Si lazima si lazima mati. Naondoka nikamwaga bampenzi nikamwambia naenda kwa Feti moja kwa moja. Kwa hiyo nakwambia hapa nimemuacha huko. Nimewahi kuja huko nitumbea nikuwahi kabla hujatoka. Wewe tulia, mziki wangu shoga yangu unaujua. Naujua. Yule tunamfungia Kigoma yule mbona ataeleza? Ataeleza. Yaani tunashindwa kunywa maji. Yaani nakwambia, yaani mimi sikubali ili hela atazitoa. Mimi shoga moja tuniende au si ndo naondoka. Tutoke basi tutapishana. Twende wote shoga yangu maana mimi ndo nilikuwa natoka hivi sasa hivi. Haya poa. Yaani ya maisha. Oh, shemeji huyo. Waje? Safi. Vipi wanasemaje familia? Na familia jambo. Vipi? Wewe mwenzio kwa Huyu shoga yangu nimeachana naye hapo na kaniambia anakuwahi huko nyumbani. ananiwahi mimi? Ndio. Aisee, unajua wenyewe wanawake wenyewe mnanichanganya kweli. Kivipi shemeji yangu? Hivi ngoja nikuulize swali shemeji yangu. Hivi ni kweli nyie wanawake wa vikoba hivi vikoba sio vibegi nyie wote ndio mnakuwa mko busy na hivyo vikoba kuliko hata ndoa zenu? Shemeji yangu. Mbona shoga yangu mimi huko nyumbani kashindwa hata kukaa na mwai shemeji yako na mwai shemeji yako? Ananiwahi mimi wapi rafiki yangu, yani mtu huko busy kila siku. Kwa sababu mimi nikikutana naye dakika mbili mao rejesho. Mao naenda siku nini, sio kitu gani. Sasa poa basi, rejesha. Na mimi nirejeshe basi. Mambo gani hayo? Huo wivu ndugu yangu. Kwa hiyo ukasema ananifuata mimi nyumbani? Ndio. Poa shemeji yangu, au sio? Haya bwana. Poa mlamu. Wewe tena. Huyu naye kwa wivu. Huyo mkeo sijui anampa nini. Jamani. Hello my people. Unatuona hivi tulivyo? Najua unajiuliza kwamba ni kwa nini tumependeza. Serious, sisi kupendeza ni Lugata Brand. Lugata Brand ni wakali wa mavazi ya aina zote ambao wamekuwa wakivalisha watu wengi sana hapa mjini. Wasanii, viongozi wa kiserikali na watu wengi sana, especially vijana ambao wanajipenda na watu walika zote. Lugata Brand wanapatikana Dar es Salaam na unaweza ukawapata kwa njia ya mawasiliano kupitia akaunti zao za aina zote huko mitandaoni. Utawapata kwa Lugata Brand na hata kwenye screen hapo. Chukua namba chini ya screen ili uwasiliane nao Lugata Brand. Vipi mwanangu? Fresh tu mwanangu, Chuse vipi? Kama kawaida na wewe. Fresh sana ndugu yangu, vipi? Mambo yanaenda. Mungu anasaidia. Niambie mwana. Sasa mwanangu ndo nini kila siku tukipanga kwenda kwa ule mzee ukishafika pale tu mwanangu. Yaani unakuwa mtu wa ajabu kabisa, hata sikuelewagi kabisa. Unanichosha. So mimi unanichosha, hata ule mzee kule pia anachoka pia. Sababu mimi nampigia simu ndio namwahidi bwana mimi nakuja, bwana njoeni nini. Tunatoka hapa tunataka twende kule, tukishafika pale tu basi mara umebagawa. Hasa kama jana mara sijui unajishikashika mara kitu gani mpaka mimi unanishangaza. Shida nini mwanangu Morris? Hivi Chuse, hivi mimi nawezaje kujifanyisha kwenye matatizo? Wewe mwenyewe unajua kabisa kwamba jinsi gani ambavyo natamani haya matatizo yangu yaishe, lakini na mimi ninashangaa kila nikifika pale lazima kuna tatizo litokee. Hivi unakumbuka hata juzi wakati nilivyokuambia kwamba
Nilifika pale nikampigia simu yule mzee. Yaani kuna vitu fulani tu hivi ambavyo vinatokea alafu yaani vinanichanganya Chuse. Hivi ina maana kwamba Chuse hakuna njia nyingine yoyote ambayo hata kama ni ya kuzunguka lakini tunaweza tukamfikia yule mzee kwa pasipokuwa na kupita pale? Njia Sasa njia nyingi tu, sio mpaka tupite njia ile. Kama unaona ile njia haiko sawa, mimi nitakubadilishia njia, tutapita njia nyingine. Kuna njia ipo nyingine ya kupita kufika kwa ule mzee. Sasa hapa mimi ngoja kwanza niende nyumbani nikaoge, kwa sababu kuna sehemu nimetoka sasa hivi ndugu yangu. Umeona nilipopendeza? Yeah. Ngoja kwanza niende nyumbani nikaoge, alafu nibadilishe nguo. Nataka niende kwa shangazi hivi juma mara moja, kwa sababu shangazi ameniita. Kwa hiyo inabidi nikamsikilize, niongee naye kwanza. Unaenda kule kwa shangazi kule? Kwa shangazi. Lakini mimi mwenyewe nilikuwa nataka niingie mtaani hapo nikasikizie maana sipo sawa kabisa. Choka sana au sio? Pole sana ndugu yangu. Dalili mwanangu. Basi sawa, wewe unapita hivi? Mshale. Basi poa ndugu yangu. Haya. Karibu nako mwanangu. Karibu wapi mwanangu? Unajua mimi mwenyewe sana mwanangu Rugata huyo. Unajua ilikuwa hiyo mwanangu? Yaani nimelala usiku mzima na kuanzia mwanangu. Jana umenipigia simu mwanangu, kuna mchongo. Na kukimbia mwanangu mtani kwako, tunaenda kwenye mchongo. Mwanangu dili lenyewe limekuja kuadilisha damu yangu. Mchongo umeharibikia pale tulipokutana na Morris. Sawa. Morris wewe nakwambia twenzetu unaambia Morris yule pale. Ule muda pale tulipoteza muda sana pale. Sasa hebu angalia. Hii hadi inakwenda kizungu. Alafu wale watu wazungu nishakwambia huu mchongo dila maana. Kwamba tukienda tukikutana nao tu au sio? Yaani hivi tu mwanangu, wewe unataka kutembelea gari baba? Wewe ndani ya muda ukishapoteza tayari na dili kwa limefanyaje? Imeshakuisha. Ila no sweat. Umeona? Hilo dili bado halijakufa. Ila sipokuwa ni sisi wenyewe tuingie katika mfumo. Kikubwa sasa hivi tukikutana tulikuwa twende moja kwa moja. Sawa nimekuelewa. Ona umulo kuja. Ananipanga vipi kuhusu mchongo? Hapa akijaribika kitu. Ni wale mabwana na warudia au sio? Na wacheki. Mchongo utakapokwenda. Mimi nitakapokuwa buba na kuvuta hewani na kupata mtaani tunaondoka. Haina tena sisi tunakutana nani? Si nani? Huyu mwingine njiani uchawi tuachana nao. Bora kunaambia mwanangu mchongo tukipiga chai tambe kachumbali ya matango. Oya wewe, kama umekwenda kwa mganga hapa na kwambia usigeuke nyuma. Geuka nyuma ndio unamuona. Sasa miausho maana yake tukishaambiwa wa time nanyosha. Hapo mwanangu nimekuelewa mwanangu. Au vipi? Hapo Rugata? Nimekuelewa mwanangu. Uhakika. Sipingi mwanangu bali ngumu. Uhakika. Basi mwanangu sio kesi, mimi ngoja kwanza kama nilivyokupanga hapa nikamtekea matukio. Au vipi? Na mchongo naye, mimi naye mwanangu tamiti baadaye mwanangu. Huyo mwanetu. Au sio? Sema nini? Fanya kweli mwanangu wapigie madoni tuelewe mchongo. Ni madoni na wapigia hapo, mimi nitarudi maskani hapo. Unajua mwanangu mtu mizigo mwanao. Oya. Hapo baadaye. Dili kifanya hivi? Oya mimi nakwambia wewe. Dalili damu yangu bwana. Utawala. Sema mchongo tunajua mchongo mtubee ujue. Sio la kwenda kwa mwanao huko unafika huko tena eti mwanao umetoka kwa Naomi ila mpe hayo kwamba nilikuwa Naomi nimekutana naye nimempa hai baridi au vipi? Nakula nyama mwanangu. Mimi nakula nyama na kaki. Baridi sema haina noma. Poa mwanangu, mimi ningeza kukamtia mshikaji. Haina noma. Poa mwanangu. Poa. Baridi. Poa. Langu anachekea mabosi kwanza vipi kwanza? Sasa hizi Mwantumu yupo? Ba mtu tuondoke. Mwantumu kanikimbia tu moja kwa moja. Mimi na wewe leo ni mguu kwa mguu. Hamna ba mtu kanikimbia huyo, yani hapa tunapoenda twende kwa Maamina moja kwa moja. Ololo mambo. Unamuona huyu? Dada yake akakopa hela za kukoba, kaondoka nazo mpaka sasa hivi hayupo. Yaani mimi nimezunguka kokote kwa umejificha huku. Kuna tatizo? Tatizo lazima liwepo. Sasa. Safi vipi? Nzuri. Ndio. Yule Silolo yule shemeji yake Morris. Ndio huyo dada yake anaitwa Nonje. Kwa kakopa hela za vikoba. Hasa kuna siku tulikutana naye. Yaani hapo unavyoniona hapa nimetoka kwa shemeji. Tumekaa tunaongea pale. Dakika na David. Simu yangu inaingia chumbani. Ingia chumbani na ameingia tu chumbani. Hapa amenivuta kitambaa kangu. Ndio kitambaa na kishukuru jamani. Nilipoanguka na inama chini kukuta kitambaa na kuta viatu vya dangu vimesokomezwa huko ndani. Viatu niliviona kitu vimekuwa hadi viembamba. Na vitu vya viatu vya dada.
Alafu sababu hivi ndio vimekatika, havijakatika. Wala dadangu kutoka dadake kuacha viatu. Nilikuwa nimechanganyikiwa hapo unavyoniona. Nimeishiwa pole, nimeishiwa mwili. Sasa nimejibana. Ninavyokuambia ba mtu wewe twende bwana wewe naye twende. Mami tunaenda kwa Mamina hapa. Na tukipata hizo yote tunaenda kufanya bonge la pati nyumbani. Huu shahidi itakuwa ni wapi? Sasa kesho nitakupigia simu. Sawa? Haina shida, nitakupigia kesho. Poa bana, bye. Bwana nimechoka. Naomba je kunizungusha. Usijali, poa. Tunaenda kwa Mamina tunaenda kuchukua hela. Nafuatilia sana vikoba, mara vibegi, mara vipochi, sio? Yaani mapenzi yako unayasahau kabisa mama. Sasa mtu lakini hela si nakusaidiaga. Twende basi. Sinakusaidiaga. Au sikukopeshaji wewe na hela matumizi ya nyumbani? Hapo ndo unaponifurahisha. Sinakukopeshaga. Na hela zangu ukijifikiria unilipe. Tuondoke kwa. Shemeji huyo. Shem, mambo? Poa bana, vipi? Safi, mzima? Mzima. Shem, Jana nilikutana na wewe, ulipita, ulikuwa spidi. Ilikuwa time gani hiyo? Ilikuwa mida mchana vile nilikuwa namsindikiza shoga yangu. Vipi kwani? Hiyo nahisi kama muda huo nilikuwa na wewe michongo yangu. Unajua shemegi, mimi ni mtu ambaye huwa napenda sana kufanya vitu on time. Unajua? Kwa hiyo kuna muda ambao ninapokuwa like najiona nimechelewa kwenye ratiba zangu, naamua kurun tu. That's why unakuwa unaniona sometimes nilikupita kibati sana. Kwa mbio hizo lazima utoboe. Shemeji, tuachane naye. Niambie shemeji. Hivi unajua lile deni la vikoba shemu bado limetuganda? Kwa hiyo mkeo wewe kutumia hata marejesho huko tusaidizane kulipa. Yaani unajua mambo shemeji, mimi ananichanganya sana. Kwa sababu before unajua siku anajua kwamba mke wangu amejiingiza kwenye mambo ya mikopo. Unajua shemeji, nyinyi wanawake ni wasiri sana. Sometimes mnaamua kufanya vitu kwa siri sana, alafu sisi wanaume zetu tunakuwa hatujui. Unajua? Kwa before mimi siku anajua, lakini I promise you kwamba atakaporudi tutakria madini yote madogo madogo shemeji. Ina maana wewe mkeo asikushirikishe kuhusu mkopo? Hawezi kufanya hivyo. Yeah, of course. Kwa sababu shemeji, nadhani kwamba unajua tabia, unajua tabia za wanawake wenzako. Sometimes huwa wanaamua kufanya vitu bila kuwashirikisha wanaume zao. Kwa hiyo yanapokuwa yanatokea matatizo, mabalaa ndo anakuwa yetu sisi wanaume. Bwana shemeji, sio kweli. Of course, sio kwamba sitaki kulipa deni. Mimi naamini kwamba kila kitu kitakaa poa. Nitakria madeni yote shemeji. Nakuomba shemu, jitahidi basi angalau na wewe tusapoti. Maana yaani pesa sasa hivi ni ngumu shemeji yangu. Sure. Kabisa. Dunia ina siri. Watu wanaua watu. Dunia ina siri. Watu wanaua watu. Hivyo hapana, msiwapisha mnawaua. Dunia ina siri. Watu wanaua watu. Huyo mlevi tu shemeji yangu. Watu wengine bwana. Kwa hiyo sasa shemeji yangu, fanya hivyo, mimi nakutegemea wiki ijayo. Mimi naelewa sana shemeji, unajua haya mambo mimi yananitia stress sana. Lakini mimi naomba nikuahidi tu kwamba shemeji, kila kitu ambacho tunaongea hapa nitakitekeleza. Usifanye long discussion sana shemeji, lakini mimi naomba nikuahidi tu kwamba nitalitekeleza hili, sawa? Mimi ngoja niende hivi shemeji, niwahi, sawa? Sawa. Tutawasiliana? Haya. Yaani huyu mimi namwambia kuhusu pesa za marejesho, anakuniambia kuna mtu anamuwai. Hivi huyu yuko sawa kweli huyu? Sasa huyu anataka tumfungie Kigoma. Subiri nikamwambia mashoga zangu. Odi. Shangazi, karibu.
Uko ndani? Niko ndani, karibu. Shangazi. Karibu sana. Asante sana shangazi. Karibu. Asante. Habari zako? Tunamshukuru Mungu za nyumbani. Salama, shikamoo shangazi. Mahaba kwema. Kwema. Karibu. Asante sana shangazi, nashukuru. Karibu sana. Asante sana. Hatunani shangazi kwa sababu mwenyewe unajua kazi zangu za kukimbizana hivi. Sawa. Kwa hiyo sometimes nakuwa nakosa hata muda wa kuja kukutembelea. Hata sasa hivi nimetoka pale kazini kwako pale. Ndio. Nikaambiwa haupo. Nimekuja nyumbani kufanya usafi, unajua tena nachoka. Makazi yanakuwa mengi, kuna bora nije kupunguza kazi. Ni kweli shangazi. Nakumbuka mara ya mwisho nilipokuja pale. Ndio. Tuliongea kwamba mimi inabidi niende kwenye mamlaka za serikali ili nikatoe taarifa juu ya mke wangu. Sawa. Na nilifanya kama vile jinsi ambavyo tuliongea kwamba niende kule kwenye mamlaka za kiserikali kwa ajili ya kutoa taarifa kuhusu hili swala langu. Kwa hiyo mimi nilikwenda kule shangazi. Na nilipokwenda kule nikawapa taarifa kuhusu hii issue yote jinsi ilivyo. Na kufika pale niliwaelezea vizuri sana jinsi hili swala langu lilivyo. Kwamba mke wangu hajapotea, amesafiri. Kwa sababu jinsi swala hivi linavyozidi kuendelea, taharuki inakuwa kubwa. Sawa, basi kama ni hivyo mimi nitashukuru kweli kama ushapeleka taarifa. Tumuombe Mungu atujalie ili jambo liwe kama lilivyopangwa. Kama Mungu akijalia akionekana sawa, kwa sababu serikali imeshapata taarifa, itakuwa vizuri zaidi. Sasa wale kwa majibu gani huko? Ili na mimi nijiridhishe wote tuwe na amani. Wamekwambiaje? Wanalifanyia kazi au kwa sababu umelifikisha wewe umelipokea tu umekaa kimya? Hawawezi kukaa kimya. Baada ya mimi kuambia vile, wameniahidi kwamba taarifa ya kitu chochote ambacho kitajiri basi niwasiliane nao niwaambie. Kwa hiyo nadhani anytime tutajua nini kitafanyika baada ya hapa shangazi. Mungu asaidie kwa kweli, vinginevyo tutaingia kwenye matatizo, maana hili sio swala dogo. Yule binadamu mwanangu. Kweli shangazi. Sio kuku. Kusema labda yule kuku apotee, ndugu zake wakae kimya, yule binadamu. Tusiposhikilia mkazo ile swala, tutaingia matatizoni familia nzima.